Walowezi wa Kiyahudi wamevamia msikiti katika ukingo wa Magharibi huko Palestina. Walowezi hao wa Kiyahudi walio na misimamo mikali wamevamia na kuchoma moto msikiti mmoja katika eneo linalokaliwa la ukingo wa Magharibi, huku picha zinazosambazwa zikionyesha uharibifu katika eneo hilo la ibada. Huku kunatajwa kwamba kama ni ongezeko la vurugu zingine katika eneo la ukingo wa Magharibi, ambapo polisi inadaiwa kwamba imekuwa ikiwaunga mkono walowezi hao na hata wakati mwingine nguvu kubwa ikitumika kuwafukuza Wapalestina katika taifa lao, hasa katika eneo hilo la ukingo wa Magharibi. Shirika la habari la Palestina Wafa limeripoti leo kwamba walowezi hao wameandika maneno ya kibaguzi katika kuta za msikiti ulioko katika kijiji cha kaskazini magharibi mwa ukingo wa Magharibi mapema Alhamisi. Shirika la habari la Palestina Wafa limeripoti kwamba walowezi hao wameandika maneno ya kibaguzi katika kuta za msikiti ulioko katika kijiji cha kaskazini magharibi mwa ukingo wa Magharibi mapema Alhamisi. Vyombo vingine vya habari vimesema michoro hiyo ya graffiti ilikuwa na matusi dhidi ya Mtume Muhammad kwa lugha ya Kiebrania. Jeshi la Israeli limesema kuwa linachunguza madai hayo. Hapajaripotiwa majeruhi, lakini picha zinazosambazwa katika vyombo vya habari vya Palestina na Israeli zimeonyesha uharibifu katika eneo hilo la ibada. Imamu wa msikiti huo Ahmed Salman ameelezea zaidi akisema kwamba baada ya kufika msikitini alfajiri alikuta mlango wa msikiti ukiwa umevunjwa, moto umewashwa ndani na maandishi ya kibaguzi yaliyochorwa na makundi ya walowezi wa Kiyahudi. Vurugu hizo za walowezi dhidi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi zimezidi kuongezeka tangu kuanza kwa vita vya Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023, vilichochewa na shambulizi la Hamas dhidi ya Israel. Tangu wakati huo, mashambulizi ya umwagaji damu yanayohusiana na Wapalestina na jeshi la Israel yameshamiri katika ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel mara kwa mara linashutumiwa kutochukua hatua madhubuti dhidi ya vurugu za walowezi. Na huko Gaza, matawi ya kijeshi ya kundi la wanamgambo la Hamas na lile la Islamic Jihad yamesema kuwa yatakabidhi mabaki ya mateka wengine baada ya Alhamis kama sehemu ya mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas. Hata hivyo, Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, amelaani kuchomwa kwa msikiti huu katika eneo la ukingo wa Magharibi. Katibu mkuu huyo amesema kwamba analaani vikali tukio la kuchomwa moto kwa msikiti wa Hajj Hamida katika ukingo wa Magharibi, akielezea kuwa mashambulizi dhidi ya maeneo ya ibada kamwe hayakubaliki. Hata hivyo, mamlaka ya Palestina imeripoti zaidi kwamba wanajeshi wa Israel wamewaua wavulana wawili wa Kipalestina wenye umri wa miaka 15 katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, huku Israel ikiwaita wavulana hao magaidi walipokuwa wakielekea kufanya shambulio. Katika taarifa yake, jeshi la IDF likisema kwamba muda mfupi uliopita wanajeshi walikuwa wakifanya operesheni karibu na jamii za Karmei Zur, waliwaua magaidi wawili waliokuwa njiani kwenda kufanya shambulizi la kigaidi. Hata hivyo, jeshi hilo halikutoa maelezo zaidi, huku mamlaka ya Palestina pia ikiwa imekaa kimya kutotoa maelezo zaidi kuhusu mauaji hayo. Mauaji hayo yametokea katika wakati ambapo mivutano ya walowezi wa Israel na wa Palestina katika ukingo wa Magharibi yanazidi kuongezeka katika wiki za hivi karibuni, hali ambayo imezua shutuma na hata ukosoaji wa nadra kutoka ndani ya jeshi na serikali ya Israel. Jeshi la Israel limesema linaendelea na uchunguzi wa tukio la kuchomwa kwa msikiti. Katika tukio jingine, Wizara ya Mambo ya Nje ya mamlaka ya Palestina yenye makao yake Ramallah imesema walowezi wa Israel wameteketeza moto msikiti wa Hajj Hamida uliopo karibu na mji wa Deir Istaya kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Wizara hiyo imeeleza kuwa tukio hilo linakiuka wazi utakatifu wa maeneo ya ibada na linaonyesha ubaguzi uliokita mizizi unaowaongoza walowezi chini ya ulinzi wa serikali ya uvamizi. Matukio mengine ambayo yanatajwa ni pamoja na kile kilichoelezwa siku za hivi karibuni ambapo moja kati ya wabunge aliingia katika msikiti wa Al-Aqsa akiwa na viatu huku akifanya istizaha katika eneo la ibada la Waislamu huko katika msikiti huo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini kinajiri ulimwenguni kupitia The World News.